Naitwa Shukuru Treve, ni mratibu wa miradi kutoka Rikoto. Actually Rikoto kwa kushirikiana na TASUPA lakini pia na wenzetu wa FIT tulikuwa tumeandaa mafunzo ya biashara na masoko na udhibiti ubora. Mafunzo ambayo yanalenga kwa wasindikaji wa mafuta ya alizeti kwenye mikoa wa Mbeya na Songwe. Sasa tumekuwa na washa ya siku 2 ambapo tunajaribu kutoa elimu juu ya biashara na usindikaji bora wa mafuta ya alizeti. Tushukuru wenzetu wa AGRA kwa ufadhili mkubwa wa programu hii ambayo tunaita EFA, programu ambayo inalenga zaidi juu ya kuongeza ajira kwa vijana ambao wanajihusisha na biashara mbalimbali kwenye mnyororo wa thamani wa zao la alizeti, lakini pia kwa kuangalia pia mazao gani mengine ambayo wanaweza kujihusisha. Sasa tumeona umuhimu wa kuweza kutoa mafunzo haya kwa sababu vijana wengi wanajihusisha na hii biashara, lakini elimu juu ya biashara yenyewe imekuwa ni changamoto. Lakini la pili, swala zima la ubora katika usimamizi wa viwanda vya kusindika alizeti imekuwa ni changamoto. Vijana wengi hawajui unapotaka kuanzisha kiwanda cha kusindika alizeti unatakiwa uandae vitu gani, unatakiwa uzingatie ubora gani, na kuna vitu gani ambavyo unatakiwa viwe vya lazima wakati wa uanzishaji wa hicho kiwanda. Kwa hii awamu tulikuwa tunalenga kufikia vijana takriban 300. Ukiangalia tumekuwa na mafunzo haya upande wa Katavi, tumekuwa na mafunzo haya upande wa Rukwa, tumekuwa na mafunzo haya upande wa Mbeya, na sasa kuanzia leo yameendelea mkoa wa Njombe. Kwa hiyo jumla kwa hii awamu tunataka angalau kufikia vijana 300. Lakini mwisho wa siku mradi huu kwa ujumla tunatarajia kunufaisha vijana takriban 100,000 kwenye mnyororo wa thamani. Sasa unajua hapa tunazungumzia upande tu wa usindikaji au upande wa uendelezaji wa viwanda, lakini kuna wale vijana ambao wanajihusisha na uzalishaji, kuna wale vijana ambao wanajihusisha na usafirishaji, kuna wale vijana ambao wanajihusisha na utoaji wa huduma mbalimbali kama kwa mfano huduma ya pembejeo, na kuna vijana ambao wanatoa huduma mbalimbali kama za kidijitali, kutoa taarifa mbalimbali kwa mfano za masoko. Kwa hao wote ni vijana ambao wako kwenye mradi huu na ambao tunalenga kuwafikia. Kwa hiyo mpaka kufikia mwaka 2026 tunatarajia tuwe tumefikia vijana hao. Kwa jina naitwa Salma Salim Toi, ni mtaalamu wa chakula kutoka taasisi ya TASUPA. Siku ya jana na leo tarehe 19 na tarehe 20 tulikuwa hapa katika ukumbi wa GR Comfort Hotel Mbeya tukiwasilisha mafunzo kwa wasindikaji wa mafuta ya alizeti, wanunuzi na watu wote waliopo katika mnyororo wa thamani wa alizeti. Tumekuja kuwafundisha jinsi gani wanaweza kuongeza ubora katika bidhaa zao, jinsi gani ya kufanya kwamba huko alipo kwenye viwanda vyao, sehemu za kuuzia, watafanyaje ili kufanya bidhaa zao ziwe katika ubora wa kitaifa na kimataifa. Hii yote tumeifanya kwa sababu lengo letu ni kulinda walaji, hasa walaji wa mafuta ya alizeti ambao wanapatikana mtaani. Katika jiji la Mbeya ukizunguka katika mitaa mingi, watu hawajui njia bora za utunzaji wa mafuta ya alizeti. Pia wasindikaji wanaelewa mdogo kuhusu swala zima la ubora na mambo yote kuhusu ubora wa mafuta ya alizeti. Kwa hiyo sisi TASUPA kushirikiana na Rikoto chini ya mradi wa EFA tumekuja kuwapa elimu hiyo, na tunashukuru sana, mwitikio umekuwa mzuri, washiriki wamefurahi, wamepokea mafunzo vizuri na wapo tayari kubadilika. Kwa majina naitwa Ladislaus Ikombe. Mimi ni mkurugenzi wa kampuni inaitwa Food Information Tanzania Limited, tuko based Morogoro. Kazi yetu kubwa sisi ni kuweza kuwezesha wajasiriamali, kufundisha, kuwasimamia au viwanda tuseme wanaojihusisha na uzalishaji wa vyakula vya binadamu, kuweza kuzijua taratibu au kanuni bora za uzalishaji zinazomhakikishia mteja usalama wa chakula. Kwenye hii kazi sisi tumepewa kama wakufunzi wakuu kwa kushirikiana na TASUPA, ambapo tumewezesha kufundisha wajasiriamali kuweza kuzingatia kanuni bora za uzalishaji ambazo ili uweze kusimamia kanuni bora za uzalishaji lazima tuzingatie makundi au masuala makuu 5
ambalo kundi la kwanza tunasisitiza ni sehemu gani kiwanda kiwepo, kiwanda kiwekwe wapi. Lakini cha pili tunachokiangalia ni kwamba tuangalie ule mchakato, mtiririko wa uzalishaji wote kwa kuzingatia ile taratibu zote. Na tatu, huwa tunataka msindikaji au mjasiriamali azingatie kuangalia masuala ya wafanyakazi au wahusika wa kiwanda. Na nne, huwa tunataka aangalie ule mchakato. Na tano, huwa tunaangalia bidhaa yenyewe inatakiwa iweje. Hasa katika hizi siku mbili tumeweza kuwasaidia na ili waweze kuelewa vihatarishi vinavyokuwepo kwenye chakula ambacho kinaweza kikahatarisha afya ya mlaji, ambapo tumewaambia kulingana na kanuni zinavyotaka makundi ya vihatarishi yako makundi makuu matatu, ambao kundi la kwanza ya vijidudu au tunasema microbiological hazard. Hii hazard ni vile vijidudu visivyoonekana kwa macho. Kwa hiyo vinaingia kwenye chakula, vinachafua chakula kiasi kwamba mlaji anadhulika, anapata ghasia, lakini pia anapata magonjwa mbalimbali. Lakini pia tumewasisitiza kuweza kuelewa na kutambua na kufanya tathmini ya vihatarishi vya kikemikali ambavyo hivi vinaweza vikawa vinatokana na chakula chenyewe au ni mchakato au kwenye processing. Moja ambacho tumewasisitiza kuweza kuhakikisha kuangalia kwamba sumu namba moja ambayo inapatikana kwenye chakula inawezekana inatoka kwenye mnyororo wa uzalishaji.